Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe. Ogo nogo tukuga twamugeti ari kithini wale tolea mathani. Tumewasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Na ndimwegana ndina thayo. Niko sawa na niko na huruma. Na ngagikena ni tondu wa mathani gutuhe mwaka ungi. Nimefurahi kwa Bwana kwa sababu ya kutupatia mwaka mpya. Ni mani kufikite hinya na guoko gwake. Nimegharimu mkono wa Bwana. Kuma Januari kinya Disemba. Kuanzia Januari mpaka Disemba. Mathani nikegetikirie tuone Januari. Na Bwana tena amekubali tuone Januari hii. Wakati tukuthi na mbele wake. Na tunaamini ya kwamba tutaendelea tukiwa mbele zake. Na mambo yote yatakuwa sawa. Bwana asifiwe sana. Nikimia giake kia mwaka uyu. Sasa ni wiki ya pili ya mwaka huu. Na nitoe na hiderega muthenya wa Sunday. Sunday tulikuwa na wakati mwema. Ile atohirwo kigo kia Ngai ni pastor. Wakati tulikuwa tunahubiriwa na pastor. Akituhingurira mwaka, akatufungulia mwaka na tukigera tuli mbele ya Ngai. Na tukafurahi tukiwa mbele za Bwana. Akituhe ndumĩrĩri ya mwaka. Akatupatia ujumbe wa mwaka huu. Bwana asifiwe sana. Na niye muthenya wa muthi. Nami siku ya leo nitoka na geithia mwaka mweru. Nimekuja na salamu za mwaka mpya. Na kigo kia Ngai muthenya wa muthi. Na neno la Bwana siku ya leo. Kihana tari kio wira wakwa. Ikiwa kama ni ushuhuda wangu. Thini wa mwaka uyu mweru. Ndani ya mwaka huu mpya. Bwana asifiwe sana. Na tuguthomerwo. Na tutasomewa. Thini wa Luka 4 kwenye kitabu ya Luka mtakatifu 4 mweri wa 18 kuanzia mstari wa 18 na 19 na mstari wa 19. Luka pastor atatusomea ni Luka 4 mstari wa 18 na ni mstari wa 18 na 19. Yes. Thini wa ibuku rĩa Luka 4 gũthoma mweri wa 18 na wa 19. Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa nĩ ũndũ nĩ anjitĩrĩirie maguta hunjagĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Nĩ andũmĩte menyithanie atĩ arĩa mohetwo nĩ mohorwo, ona arĩa atumumu nĩ megũcoka kuona, na njohorithie arĩa mahinyĩrĩirio. Ningĩ hunjanagĩrie ũhoro wa mwaka wa Mwathani o ũrĩa wĩtĩkĩrĩtwo. Bwana wetu asifiwe. Mwathani arokumio. Bwana asifiwe sana. Uhoro ni twaritie muno guku kigongona-ini. Maneno tumeyasaya sana hapa kanisani. Na tutikunoga hili ya Roho Mutheru ila tucokere. Na hatutachoka Roho Mtakatifu akitaka turudie. Ni tondu maandiko thini wa Luka 4 kwa sababu maandiko kwenye kitabu la Luka 4 ni Mwathani waririe. Ni Bwana alinena. Ya kuonania gitumi kiria giatumite akonania muhuro wa riũa. Na kuonyesha sababu ilimfanya aonekane hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Na ugo tukigicokera ona maita matatu na maita mana. Na hivi hata tukirudia mara 3 hata mara 4. Kila tunyege gitumi na guturirikania gitumi. Inatuonyesha sababu ya kwamba Yesu alionekana hapa duniani. Tumete akonania muhuro wa riũa. Ile ilimfanya aonekane hapa duniani. Na niho hago muhero atiriri. Na ndipo hapa tumesomewa inasema ya kwamba atendele athire thini wa thunagogi. Wakati alipoingia kwenye kanisa ama thunagogi. Ile ahiro kanya nigetha arieri. Wakati alipatiwa nafasi hivi ya nene. Akihingura gikujo. Akafungua Biblia thini wa Isaia. Kwenye kitabu ya mtume Isaia. Na handikitwo atiriri. Na imeandikwa ya kwamba Roho wa Jehova ari igũrũ rĩakwa. Roho ya Bwana yu juu yangu. Nĩ anjitĩrĩirie maguta mũtwe. Amenimwagia mafuta kwenye kichwa. Nigetha hunjĩrĩrie ũhoro ũrĩa mwega. Ndiposa niwe nikihubiri maneno ambayo ni sawa. Na njore arĩa mohetwo. Na nifungue wale ambao tayari wameshafunguliwa. Na matokaga macoke kuona. Na wale ambao hawaoni ni vipofu waanze kuona. Njoe na igũrũ arĩa mahinyĩrĩirio. Na wale ambao wamefinyiliwa ni wainue. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana asifiwe sana. Thimu ya mũthenya wa ũmũthĩ ya kichwa ya neno ya siku ya leo. Nĩ kiugo kĩu gĩtagwo oppression. Ni ili neno ya kufinyiliwa. Ũhoro wa kũhinyĩrĩrio. Vile mtu ambao umefinyiliwa sana. Ũhoro wa kũhinyĩrĩrio. Vile umefinyiliwa sana. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arĩ igũrũ. Bwana akiwa juu. Rĩrĩa atanyaga gũka thĩ. Ndiposa aamue kukuja hapa duniani. Kwĩ maũndũ marĩa macũthĩrĩirio. Kuna mambo ambayo yalikuwa watu wanatazama. Ndokire oro ũguo. Hakukuja tu hivyo kule. Okire na ndwa gĩtũmi gĩake. Alikuja kukiwa na kusudi. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana asifiwe. Na gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa gĩatũmĩte akonanio. Sababu ile ilimfanya Yesu afunuliwe. Nĩ ũndũ wa andũ acio marĩ ahinyĩrĩrie. Ndiposa kwa sababu ya wale watu ambao wamekuwa
sana. Alikuja kwa sababu ya wale hawana macho na wale ambao walikuwa wamefungwa. Lakini kuna sababu nyingine. Ili alisema ya kwamba hata wale wamefinyiliwa. Na wakati huo tutasoma kwenye kitabu cha Mitume 10 kuanzia mstari wa 38. Bwana yetu asifiwe. Tuone kufinyiliwa inanena namna gani. Mitume ni 10 mstari wa 38. Haleluya. Amen. Aya, ndino aibu kulia tumo 10 muhari wa 38. Mateko mekuga atiriri. Naguo ni wa Jesu wa Nazarethi uria Ngai amuitiririe Roho Mutheru ona hinya, nake agisanga agikaga maundu mega na akihonagia andu aria othe matuire manyariragwo ni mucukani. Bwana yetu asifiwe. Bwana sana Ngai ari hamwe nake. Thank you. Bwana yetu asifiwe. Malami ya roho kumio. Hiyo inasema ya kwamba katika kitabu cha Mitume wakati mitume walikuwa na shuhudia juu ya Yesu, walinena wakasema ya kwamba pamoja na Yesu Kristo yule alikuwa anazunguka hapa duniani na alikuwa anapigana na kasi ya Shetani na kufungua wale ambao wamefungwa na Shetani. Bwana yetu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na hivyo ni mambo ya kufinyiliwa. Ndiposa Yesu alijidhihirisha mwenyewe. Ndiposa watu wa Yesu Kristo wawekwe huru. Na wakati yule alikufa, baada ya siku 3 akaenda mpaka kwa Shetani na alifungua wale wote ambao walikuwa wamefungwa kule na kufinyiliwa kule. Bwana ya roho kumio. Na roho ile ya Shetani inafanya kazi hata nyakati hizi. Lakini tunamshukuru Bwana kwa sababu Bwana alinena akasema, alijidhihirisha mwenyewe ndiposa afungue wale ambao walikuwa wamefinyiliwa. Kwa hivyo huna sababu ya kufinyiliwa tena, kwa sababu Kristo alitandikwa pale akafa msalabani na akatimiza kusudi lake la kuonyeshwa hapa duniani. Na wale ambao tayari wameshafungwa, Roho Mtakatifu bado anahudumu. Kristo ya kwamba ameonekana ndiposa haribu kazi yote ya Shetani. Kuna mmoja tu alikufa pale msalabani, na ndiye Kristo mwana wa Mungu, ndiposa afungue wale ambao wote wainue juu, watoke pale ya kufinyiliwa. Na hiyo ndio ujumbe nataka tugawanye na nyinyi. Na hiyo pande yangu ya kufungua huu mwaka, na itakuwa ni kama ushuhuda wangu kwenye kanisa, ndiposa kanisa ipate nguvu kwenye hii mwaka. Kanisa haya yale yote tayari yameshapita. Hata kama angalau ulikuwa unapitia mazito, mwaka huu tutaongea juu ya mambo mazuri. Na ninatumaini ya kwamba hata wale ambao wamefinyiliwa Bwana amekuja ndiposa watoe na waongoze mpaka wafike. Bwana ni roho kumio. Kwenye kitabu cha Samueli wa 2 7 mstari wa 10. Bwana yetu asifiwe. Bwana asifiwe. Tukikija pastor na pastor akitusomea operation ni kugatia. Operation ni kuhinyererio. Ni kusema mtu amefinyiliwa sana. Kidogo kali horo wa Safia Mr. kana ukoro hinyererio ni maundu maingi. Kufinyiliwa na mambo mengi. Injustice na kwagake hoto ya cruel
na gukorwo kirakario na kupoteza nguvu na kuliko kuhinyirerio kufinyiliwa, kwa sababu kufinyiliwa tunaweza kuichukua kwa upesi tu, lakini saa nyingine tunakosa kujua inasema nini. Kufinyiliwa ni kuondolewa haki zako. Bwana asifiwe sana. Iwe ulikuwa unatarajia kutenda jambo na kuwe una mali ambayo unastakana upatiwe na mambo yote ambayo inaondolewa na mambo yako yote yanafinyiliwa, hata ukiwa na right ya kuchukua kitu hiyo mambo yote inaharibika. Na ndiposa Zaburi 9 mstari wa 9 inasema Bwana ndiye nguzo letu ya wale ambao wamefinyiliwa. Bwana asifiwe sana. Na nimesema kufinyiliwa kwa wale watoto ambao hawana wazazi, kufinyiliwa wale wamama ambao hawana mabwana na wanachukuliwa haki zao na wananyang'anywa mambo yao na wenyewe wanadharauriwa na hawawezi kuchukua right zao na haki zao na wanakaa tu kama wamefinyiliwa. Na wakati ambao walifinyiliwa sana, kitabu cha Zaburi kikaandikwa na ikasema ya kwamba Bwana yeye mwenyewe ndiye nguzo au ukuta ya wale ambao wamefinyiliwa. Na pale nyumbani baada ya kuandikwa kwa Zaburi, Kristo akaona sio kuandika peke yake, ni vizuri hata yeye mwenyewe ajihidhirishe hapa duniani, ndiposa asaidie wale ambao wamefinyiliwa. Wakati alipokuwa pale msalabani, akasema mambo yote yamekwisha, akasema mambo yote yamesha. Ni nini ilitendeka? Ni kufinyiliwa kule ilifika mwisho, kukosa haki yako ikafika mwisho, na wasiali sasa ukawa ni mtu huru, umefunguliwa na mambo yote Bwana akasema yameisha. Yote yameisha, magonjwa yameisha, kufinyiliwa imefika mwisho. Bwana asifiwe sana. Hata kama tulifundishwa hapa na Pastor Mugai, wakati kanisa la Korintho lilikuwa linasema ukiokoka huwezi pata shida tena, naye akawaandikia akawaambia ya kwamba hata ukiokoka kuna mambo utakutana nao kwenye ile njia, naye Bwana hata kubali upate shida huwezi kufikisha mwisho, kwa sababu Zaburi ilikuwa imeandika na ikasema ya kwamba Yehova ndiye kutosea na Bwana kuwa anatuzingira. Ni kusemaje? Ni kusema ukikutana na jambo lolote huwezi ukashindwa na yale ambao utakutana nayo, kwa sababu Bwana ndiye nguzo lako. Tasomewa hapo tulimesema Samueli wa pili 7 mstari wa 10. Na hiyo ndio ujumbe yangu kwenye mwaka huu wa kanisa. Haleluya. Amen. Dini wa itukulia Samueli Sam. Dini wa itukulia Samueli wa keri. Samueli ni wa pili wa keri mugwaja 7. Dini wa Samueli wa keri mugwaja muhari wa 10. Maandiko mekuga atiriri, na wandu akwa a Isiraeli nigumagurira handu ndimahandeho nigetha maturage handu hao kiumbe na matigacoka guthamio ringi ona kana ciana iria njaganu icoke kumenyerera ona atia o ta uria ciekaga tene. Bwana wetu asifiwe kanisa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mambo ya kufinyiliwa tumesoma na tumefundishwa
Iswa. Vile wale wa Midiani. Kwenye kitabu cha Waamuzi. Na ndio ilikuwa. Na Midiani makihinyiriria Israeli. Na wa Midiani wakafinyiria wana wa Israeli sana. Na makimahinyiriria muno. Na wakafinyiria wakawafinya sana. Todo Israeli bare bagamegunda. Sababu wana wa Israeli walikuwa wanalima kule shambani. Na mali kia kule mali. Na maana ya kulima. Oriri siaziru kugethore. Chakula ikizaa koma. Midiani magoka. Midiani walikuwa wanakuja. Matikurema. Hawawezi kulima. Matikurehe mbegu. Hawatalete mbegu. Ona matiweko dono. Na hakuna kazi yoyote watafanya. Wamatanyete. Lakini walikuwa wanangoja tu. Atihidegani kukurali. Maana chakula ikiwa karibu kukua. Ati ni magoka. Wenyewe watakuja. Na mare kiagoka. Na wakishafika. Mageze hiyo siyote. Wanafuna zile chakula zote. Wanasifa sana. Na omu ni kuometa kwa kuhinyererio. Na hiyo ni kuonyesha kwamba Waisraeli walikuwa wamefinyirwa sana. Todo wadwasio ni mahali matiare maga. Kwa sababu wale watu hawakuwa wanalima. Metereile o Israeli nilime. Walikuwa wanangoja wana wa Israeli walime. Magoka na bara jingi. Halafu wanakuja na vitamini. Makaba igata kwao. Wanawafukusha kwao. Mali yako maigata. Baada ya kuwafukuza kwao. Magoka makagete hiyo. Wanakuja wanafuna zile chakula zote. Makagete kakure matare. Na walikuwa wanafuna mahali ambao hawakuwa wamelima. Na hiyo inaonyesha kufinyiliwa sana. Bwana asifiwe. Walikuwa wanafukuzwa kwao manyumbani. Na baada ya kufukuzwa kwao, walikuwa wanawacha manyumba zao ambao nzuri. Walikuwa wanawacha mambo yao makuu. Na wanaenda kujifinya kwenye shimo. Kwa sababu vita imekuwa kuu. Walikuwa wamefinyiliwa sana. Walikuwa wamefinyiliwa sana. Bwana ya roho mio. Lakini wana wa Israeli walikuwa kule Misri. Wimbo inaibwa mpaka kwa wana wa Israeli. Walikuwa wanafanyishwa kazi. Ilikuwa ni ya kujenga matofali. Na kukata nyasi. Bwana asifiwe sana. Walikuwa wamefinyiliwa sana. Masaa ya kwenda kutafuta chakula hakuwa wanakubaliwa. Masaa ya jioni hakuna kutoka kazini. Kazi walikuwa wanafanya kazi kuu. Walikuwa wamefinyiliwa sana. Wana wa Israeli wakafinyiliwa sana. Na Bwana akiwa kule mbinguni akasema, nimesatazama nikaona kilio ya wana wa Israeli. Nawe Musa, nataka kukutuma kule. Ndiposa uende ukawakomboe. Ukawatoe kwenye ukombozi wao walikuwa wamefungwa. Kwa vile wamefinyiliwa sana. Ili wawende kwa nchi yao ambao nimeiteua. Nao wana wa Midiani. Mungu akamuinua Gideoni. Na tunajua kwa sababu walikuwa wamefinyiliwa sana. Na Gideoni. Bwana akanena na Gideoni. Akimwona ngako we kwa nini wewe munini. Akamwambia hata kama angalau kweli ndiye yule mdogo. Na thini wa familia yanyu no kukuri andu anyinyi. Na kwenye familia yenu ndio ukoo ule ambao ni mdogo. Na ndio mutare hinya. Na nyinyi ndio hawana nguvu. Wewe guya na igoro. Wewe ndiye nitainua. Nigeto ndio ngakore andu akwa kuma kwa Midiani. Ndiposa wewe ukakomboe watu wangu kutoka kwa Midiani. Mwathani ndarona gahinya uria twina guo. Kwa sababu Mungu atazama ile nguvu ambayo tuko nayo. Nitono na Israeli ile ambayo kurutwa Misri. Kwa sababu wana wa Israeli walipoenda kukombolewa kule Misri. Oni aliweka hodere Musa. Aliona ni vizuri tu amtumie Musa. Na Musa ndio kwali ya vega. Na Musa hakuwa anajua kuongea vizuri. Na Musa remero akeneno watondo ila. Na Musa ulimi wake haukuwa unaongea vizuri. Lakini huyo ndiye yule Mungu alimuona. Nigeeza hodere hiyo yadu. Ndiposa atumie zile panga ambao sio kali. Ili aibishe zile ambao ni kali. Bwana asifiwe sana. Nao kufinyilika kwako vile hata kama hujui kuongea vizuri, ulimi wako sio mzuri. Hata huwezi kujitetea
mwandikire waku ti mwega, hata vile unaandika sio vizuri, kwa mwathani aroraga, hiyo sio ile Bwana anatazama. ati thini wako hinyirika gwaku, ati kufinyirika kwako mwathani wale kwa na iguru, Mungu atakuinua nigetha sonorithie hiyo ilia jogi, because aibishe zile paka wao ngaya ekubene ukurathima, hivyo akisema atakubariki, uko hedi areganye kwa na iguru, kwa sababu siku ile atasema atakuinua. ndokegeta Musa, wewe usiongee kama Musa, ndokegeta mambo doke, na umwambie ungetuma mtu mwingine, kwa sababu mimi sijui kuongea. Noe mwathani nioe, naye Bwana anajua ya kwamba onako ndwe kwaria, hata kama huongei vizuri, bila mambo maiki mega, kuna mambo mengi ambayo ni mazuri, mwathani atanyita kama hodra, na Mungu anatarajia kukutumia. Yetu laka kidogo. Bwana asifiwe sana. Yeye ndio mbele ya mwaka, na nikinena ujumbe ya siku ya mwaka huu, na ugo ndio kiaga kilio kuya, na wewe mwenyewe ndio utachukua ile kitu ambayo unataka, ndio leo mtembea kwa kama vile Roho Mtakatifu ananena na wewe. Yetu la mwathani ndio. Bwana asifiwe sana. Ndio turali horo akuhinyiriria, lakini tunaongea juu ya kufinyiriria, tunaongea juu ya vile umefinyiliwa. Daudi akihinyiririka, Daudi akafinyiliwa sana, onagitwarwo ruru, mpaka akapelekwa malishoni, onagitwarwo kuru kwenda nyamu, akapelekwa mahali kuna wanyama, onakurwata utaga ona mkara mwikarire mwega, mahali hakuwa anakaa vizuri, akiaga kihoto gyake, akakosa mambo yake, ndio wale munini, kwa sababu yeye ndiye alikuwa mdogo. Bwana wetu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wale mwathani atumanire, na wakati Bwana alitumana, ona hizo siaje sigere hivyo mbele yake, hata wale wengine ambao walikuwa wamezaliwa pamoja walipitia mbele yake, bali naisho kana mali nene, hata kama walikuwa watu wakuu na mili mikubwa. mwathani akigadaro na ngoro, Bwana akanena, mimi natazama roho, na akigadaro na ngoro yake hadu hadu, na akasema sioni roho yangu ndani ya hao watu. Ugo ngoro yake idumana na ishoka, Kwa hiyo roho ya Bwana haitokani na vile mtu wako na ngoro mkubwa. yake idumana na hinya, Roho ya Bwana haionekani na nguvu ya binadamu. weka ipimo dumali arora, Mungu kuna yale mambo ambayo anatazama. haito no hamwe tu, Jambo letu ni moja tu, owiga totereire kai, kukaa tusikimgoja Bwana. ona wako ni kuhinyiririe, Hata kama umefinyiliwa, maitha maitu marore na iguru, macho yetu yatazame juu. hede sio torage na iguru, Wakati wowote wewe unatazama juu, ure, na kwa sababu huko kune kuhinya itukiu, nguvu zetu zinatoka kule. Yesu laka kidogo su, Bwana ni roho kumi. mwaka uyu mweru uri, Mwaka huu mpya nituguthie kuraya, tutaenda mbali, nituguthie na kuraya, tutaenda mbali kuma family citu, kuanzia familia zetu, kuma kanithaini, kanisani, kuma mawira-ini, kazini kuma mwetu, maundu matwikaga, mambo yetu yote ambayo tunatenda. mwathani egutwia na iguru, Bwana anasema atatuinua haitu twarugama haria sisi, handi, tukisimama mahali ambapo na inafaa, twage guoya nori, na tukose uoga, na tumenye ati mwathani atukirie mutharaba-ini, na tujue ya kwamba Bwana alikufa msalabani kwa sababu yetu, mutheru na muthingu, ili aninunulie kanisa ambao ni takatifu utarira kamenyika na kaugu, bila haya yoyote. rĩtwa rĩa Ngai rĩrogoocwo. Bwana asifiwe sana. Tuũmĩrĩrie na Ngai maũndũ-inĩ mothe, Ujumbe ya siku ya leo, mambo yote atĩ we nĩegũtũtwara yeye mwenyewe anataka na kutuongoza, nĩegũtũkinyia, na lazima tutafika, na tũraria ũhoro wa na kũhinyĩrĩria tunaongea juu ya vile kũrĩa umefinyiliwa, mwathani enda gũtũtwara nĩ vile Bwana anataka kutupeleka atatupeleka. wau pasta atũthomera Na hapo pasta ametusomea thĩinĩ wa Samũeli wa kerĩ kwenye kitabu ya Samueli wa kwanza ya 2:7-10, aikaiga atĩrĩrĩ, imenena ya kwamba atĩ andũ akwa a Isiraeli, wana wangu wana wa ũguo Israeli. ararĩria Isiraeli, Kwa hivyo ananena na wana wa Israeli, andũ akwa a Isiraeli, wana wangu wana wa andũ Israeli, akwa a Isiraeli, wana wangu wana wa Israeli, atĩ nĩngũmũhaanda, nitawasimamisha. rĩtwa rĩa Ngai rĩrogoocwo, Bwana asifiwe sana. atĩ nĩngũmũhaanda, Nitawasimamisha. ũngĩkora mũtĩ mũhande handũ, Ukikuta mti ambao umepandwa mahali, ndũngiuga atĩ nĩũkũhandwo, huwezi useme hii miti itapandwa. ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, Hiyo inamaanisha ya mwathani kwamba endaga kwarĩria andũ matarĩ ahande Bwana handũ, alikuwa ananena na watu ambao bado hawajapandwa ya mahali. mũthenya wa ũmũthĩ Kwa hiyo ujumbe wa siku ya leo ĩrarĩria mũndũ ũtarĩ handũ, inanena ya mtu ambaye haonekani mũndũ mahali, ũtarĩ mũhande handũ, mtu ambaye hajapandwa mahali. rĩtwa rĩa Ngai Bwana rĩrogoocwo, asifiwe sana. akaiga atĩrĩrĩ, Ananena ya kwamba atĩ we Isiraeli, wewe mwana wangu ni mwana we Israeli, Isiraeli, wewe Israeli I wangu, will plant you, nitakupanda, nĩngũkũhanda, nitakupanda. mwathani tũkai Bwana agocwo, asifiwe sana. atĩ nĩgetha ũtũũre ho Ndiposa ukae tu pale handũ hapo haku kĩũmbe. mahali pako peke yako na ni pako mwenyewe. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ matũũraga kwene, Kuna watu ambao wanakaa mahali ambao sio kwao. nĩ kũrĩ andũ matũũraga kwene, Kuna watu ambao wanakaa mahali ambao sio
kwao. Ndirauga ni kuri mundu uturaga kwene. Ni kuna mtu ambao anakaa mahali ambao sio kwake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ukorobe kwene ri. Na kukaa mahali ambao sio kwako. Wewe utaona na njira nyingi. Unaweza kuonekana kwa jamii. Ndio Mungu agitungata ri. Roho Mtakatifu akihudumu siku leo. Ni kuri andu matari kwao. Anasema kuna watu ambao hawana kwao. Maturaga baga agagio. Na wenyewe wanaenda tu mahali hawana pale. Mwana huyu na mwana huyu. Wanaenda pande hii na pande hii nyingine. Maturaga pale ya hinyereri. Na wote wamefinyiliwa sana. Dumeria gaika igate. Na ujumbe wa siku ya leo unasema Israeli. Wewe mwana wangu Israeli. Niko kuhada. Nataka kukupanda. Kwa sababu huna mahali ambao umeshapandwa. Ona wewe kagati ya. Na wewe mwenye hata kama unafanya nini? Ona unataka hata unafanya kazi gani? Wewe unataka kazi yoyote. Wewe unasema mimi nafanya kazi yoyote. Ile kazi yote ambayo inapatikana. Ile kazi yote ambayo unaweza nipatia. Ile kazi yote inaweza onekana mahali. Na utalima. Unasema ndio nitalima. Utaenda kufanya kazi ya kwale. Mimi nitafanya. Bwana asifiwe sana. Nina kazi gani nyingine ambayo unajua? Ile kazi yote utaweza kunipatia. Bwana ni arokumia Mungu. Ujumbe ya mwaka huu ya Bwana inasema nataka kuwapanda. Nataka kupanda watu wangu. Nataka kupanda watu wangu. Ndiposa wao wanasema ya kwamba mimi huwa ninafanya kazi fulani. Mimi ninafanya kazi ya biashara. Na mimi ndio ninauza sukuma hapa. Kwa sababu Bwana amekupanda kwenye ile kazi. Bwana asifiwe sana. Wewe unafanya nini? Ukitaka shamba ile ambayo inaitwa mafuta. Mimi ndio ninauza. Yule mtu anasimama kwa sababu Bwana tayari amesema. Sijui kama uwe ni pande hii na pande hii. Uwe unafinyiliwa katika jina la Yesu. Sio lazima useme ni mimi ni professor in professor. Na ikifika hapo na ni vizuri tu. Lakini ile jambo ambalo unafanya wacha Bwana na kupande ndani ya ile kazi. Bwana asifiwe sana. Pale ambao unaishi kwa sababu unapenda pale na umeomba Bwana akasema ya kwamba nitahanda nitapanda watu wangu na hawatakuwa wakienda pande hii ama pande hii. Bwana asifiwe sana. Mtu akishapandwa wakati umepatiwa nyumba yako ama upatiwe nyumba yako, huwezi kwenda kukodisha nyumba nyingine kwa sababu tayari Bwana amekupanda kwenye nyumba yako. Bwana asifiwe sana. Na wakati ujumbe wa Bwana umeshafika, inakuja inaharibu na inatengeneza. Na nyinyi ambao mnakodisha manyumba, hata nyinyi mnakodisha nyumba, Bwana ametumana ate wakati wanataka kuwapanda awapande kwenyu hasa. Bwana asifiwe sana. Ili uache kuuliza ya kwamba fellowship ama ushirika itakuja tu pale mlikuwa mmekuja. Wewe unasema hapana, sasa nimehama, mimi nakaa pande hii ya Kiahiti, na tukienda ushirika siku hiyo ingine wewe unasema mimi nakaa kule Roriri, na tukienda siku hiyo ingine unasema mimi nakaa kule Nairobi. Bwana asifiwe sana. Bwana anasema ya kwamba anataka kukupanda. Bwana asifiwe sana. Utakuwa ukienda pande hii na pande hii na
kwa sababu umepatiwa title deed ya pale pahali. Title deed ni kuuga atia. Title deed ni kusemaje? Ni karatasi inaonyesha ya kwamba wewe mwene hadu hau. Wewe ndiwe mwenye ile plot ama mahali pale. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na serikali ikihenda, hata serikali ikitaka pale pale, kile hagure ni lazima ikuje ikulipe. Kana eko dhamie kwa kudu ili ama ikuondoe hapo ikupatie mahali pengine. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ndio mkono ikaraga hali. Lakini kama unakaa mahali ambapo sio permanent, unawakite hata kama umejenga, ile serikali yoka, wakati serikali itakuja, ndio hivyo watuko niposa unasikia usiku walibomoa usiku, walibomoa usiku, na tulale na serikali huko, na kuna serikali ikiwa hapa na mkagari ya kuga, na mnajaribu kusema ya kwamba serikali ikuli inasema pape pahali haikuwa yako, mlikuwa mmepewa tu temporary muleo watoto, na nikyo mkuehera, na niposa lazima mtaondoka. Ndio mwadhani mtanyo wote atumana ati. Lakini siku ya leo Bwana ametumana. Ati leo ndio kutoka kwa gagari. Siku ya leo hutahama tena. Ati ni kukuhada we. Na mimi nataka kukupanda. Nigeza ukule hado haku. Niposa ukae pale permanent. Nigeza kunegere document yako. Nikupatie document zako. Ndio kuhada hapo. Kwa sababu ni mimi nimekupanda pale. Leo raga hilo. Bwana sifa sana. Poro amen bibi tori. Kama ni MP wetu angekuwa hapa. Poro ndo mahali. Kama ni yeye angekuwa hapa. Mbona mwitekia muno? Mugiamini sana. Mukira kile mwadhani wa mwenye atumanite. Kuliko ile Bwana ametumana siku ya leo. Ndio kuna kile mwadhani alalia. Lakini nikiangalia ile Bwana ananena. Ndipo gekiraga ja. Tumekuwa na taswisi. Ndio ndio makiarauga. Lakini kama mfalme akisimama hapa. Ndio mwitekia makiria. Tunaamini kabisa. Ndio tupate mwitekia Kristo makiria. Lakini nastakili tupamini Kristo. Kristo makiria. Tumwamini Kristo zaidi. Kabisa. Na kwa sababu ya takimisa. Naye haoni mlima. Akikuja kutimiza haki. Na kwa hivyo niko na ujumbe siku ya leo. Ya kwamba Bwana atapata watu wake. Na hawatakuwa kiangaisha. Atakaa mahali ambapo ni kwao. Pale ambapo ni kwao. Bwana asifiwe sana. Hamtahama tena. Hamtahama tena. Hamtahama tena. Kwa sababu kule atemetupatia ni kwetu kabisa. Na yeye mwenyewe ndiye pekee yake. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu ambao wamekuwa wagonjwa. Ni magonjwa ambao vile inajiita. Na walikuwa wanaenda pande hii na pande hii. Pande hii. Wanaenda pande ile ingine. Akisikia daktari fulani anaenda. Akisikia ni pande hii anaenda. Akisikia kuna watu wanaombea watu wanaenda. Bwana asifiwe sana. Anakuwa na anaenda kila pande. Lakini Bwana anasema ya kwamba afya yako nitaipata. Afya yako nitaipata. Na utakuwa ukienda pande hiyo na pande hiyo. Na utakuwa ukienda hospitali zote. Na utakuwa ukienda hapa na pande nyingine. Ukijaribu kutafuta matibabu. Na utakuwa ukihama. Na amesema ni amesema. Ati kwenye hii mwaka. Israeli. Nitakupanda. Familia zetu. Siko na shida mingi. Vile tunalea watoto wetu. Na vile tungetaka watoto wetu wakue. Na vile tungetaka wao wanaishi. Na tukagiaga na guku. Na tunaenda pande hii. Na tunaenda pande hii. Na mathina makoro. Na tunakuwa na shida moyoni mwetu. Na kuuliza mtoto wangu ataishi namna gani? Lakini Bwana anasema ya kwamba hata yeye mwenyewe atampanda. Atampanda. Na hatakuwa anaenda pande hii ama pande hii. Hatakuwa anaenda na CV zake. Anatoka hapa. Fotokopi ndio yako na mingi. Kwa sababu kila pahali amepeana. Hakuna mahali hajapeana CV zake. Fotokopi zote. CV zake.
zimejaa kila pahali. Akasema sana. Na hakuna mahali amesabana kazi. Lakini Bwana anasema kwamba nitampanda. Hata kwa kienda ofisi kwa ofisi nyingine. Nitampatia mahali pake mwenyewe. Na atakubalika. Na nimpatie title ya na hata kwa kihama tena. Na basta tusomea mara ya pili. Atatusomea pale tena. Kwa sababu ni Bwana ananena. Ndani ya mwaka huu. Anasema ya kwamba hakuna kuondoka tena. Hakuna kuondoka ama kuhama tena. Hata wale watoto ambao ni wahalifu. Vile walikuwa wakikusumbua. Hawatakuwa wakiwasumbua tena. Wanasema pastor tusomee katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ketuko umeo ligithini wa Samueli wa pili samba mstari wa 10. Na maandiko mekuga atiriri, nao andu akwa a Isiraeli ningumathurira handu ndimahandeho nigetha maturage handu hao kiumbe, na matigacoka guthamio ringi ona kana ciana iria njaganu icoke kumanyarira ona atia o ta uria ciekaga tene. Bwana wetu asifiwe. Ni marari na kamenyero. Na walikuwa wamezoea. Ati ciana ciare aganure. Watoto wale ambao ni wahalifu. Ni maramenyerete. Walikuwa wamezoea. Ona kumuthindagia. Hata kuwasumbua. Ona kuragia maundu manyu. Na kunena mambo yenu. Ona kumuharaganagia. Hata kumwangusha. Ona kumutunjaga ihoto cianyu. Na kuwanyang'anya haki zenu. Ciana ciacio aganu. Wale ambao ni wahalifu. Ati Mungu marekaga mbele. Na vile walikuwa wanafanya pale mbele. Matigacoka gwika uguo. Hawatatenda hivyo tena. Matigacoka gwika uguo. Hawatatenda hivyo mara nyingine. Kwa sababu Bwana anasema nitawateulia mahali. Nitateua mahali, sio nyinyi. Sio nyinyi. Kwa sababu Bwana anasema ya kwamba yeye mwenyewe ndiye aliteua ile Gosheni. Akateua mahali wana wa Israeli. Mahali ambayo ilikuwa ni nzuri. Mahali ilikuwa ni nzuri ya kukaa. Na mahali ya kudumu. Bwana anasema ya kwamba wana wa Israeli nitateua mahali. Pale nitateua na niwapatie. Na hawatatoka hapo tena ama kusumbuliwa tena. Na hawatahama kutoka hapo tena. Na hawatasumbuliwa na wale ambao ni watofu tena mara nyingine. Kama vile walikuwa wanawatenda pale mbeleni. Bwana asifiwe. Mungu awabariki sana. Na neema ya Bwana na neema ya Bwana mwaka huu mpya Mungu awashindanie ndani ya miili yenu, ndani ya afya yenu, ndani ya familia zenu, na Mungu awafiche, na Mungu awalinde